Ifuatayo ni biti ya dunia ambayo ilichanganywa kama singeli ambayo niliitenganisha. Sikiliza hapa. Audio. Mziki mzima. Asante kwa kuchagua chaneli hii pendwa ya Teacher Sauti ya Sifa. Tunakufungua akili, tunakusanua na tunakufahamisha elimu ya teknolojia kwa Kiswahili. Okay, karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa, chaneli ya Teacher Sauti ya Sifa kwa mara nyingine. Leo nimekuja na kitu kizuri sana ambacho niwahi kukifundisha huko nyuma, lakini leo nimekuja na muundo wa kisasa. Yaani nimekuja na ile application ya kisasa. Bwana, tutakwenda kukata ama kutenganisha biti na sauti kwenye mziki wowote ule kupitia application ambayo inaitwa BandLab. Niangalie kwa umakini, usipeleke video mbele wala usiscroll video. Ifuatayo ni biti ya dunia ambayo ilichanganywa kama singeli ambayo niliitenganisha. Sikiliza hapa. Audio. Mziki mzima. Bwana, sauti na vocal, yani beat na vocal vimetengana kupitia BandLab. Na BandLab ina AI ya kisasa sana. Bwana, sipendi kuongea sana. Tuanze tukajifunze kwa vitendo, jionewe mwenyewe hapo kwenye simu yako ili na wewe ufanye kitu hicho vizuri kabisa. Usisahau, mimi naitwa Teacher Sauti ya Sifa, kisha una subscribe, lakini pia una like, share na kucomment ili uwe wa kwanza kupata video zangu na usipitwe na elimu ya teknolojia kwa Kiswahili. Hapa tunakufundisha elimu na tunakusanua akili bila mipaka. Twenzetu. Bwana, kama nilivyotoka kukaribisha hapo ama kama nilivyotoka kukwambia kwamba leo tutakuja kujifunza jinsi ya kukata sauti ama kutenganisha sauti na beat. Bwana, kitu cha msingi kabisa ni lazima uwe na application moja ambayo inaitwa BandLab, ambayo ndio hii ambayo unaiona. Ukishakuwa nayo hii, basi unaweza kufanya kitu hicho kwa mbinu hizi ambazo nakwenda kukuonesha mimi kama mimi, na pia AI yake ni kali kama ulivyotoka kusikia tangu hapo mwanzo. Kitu cha kwanza kabisa, ukishakuwa na BandLab ni lazima pia uwe na account ya Facebook ama account ya Google. Asa mimi kwa mara ya kwanza nitabonyeza neno G. Tap hii hapa G ikimaanisha kwamba nakwenda kujisajili na moja kati ya Gmail yangu ambayo ninayo na nishaifungua. Kwa hiyo zitakuja account zote ambazo nitakuwa nazo kwenye simu yangu ya mkononi. Mimi nitakwenda kuchagua ile ambayo utakuwa nahitaji kuitumia kwa wakati huu. Baada ya kuchagua akaunti husika, then italeta mfumo kama huu ambao unauona hapa. Na hii ni BandLab ambayo unaweza ukaimbia hata nyimbo, na watu nishawahi kuwafundisha kuimba mziki kwa kupitia tu njia ya simu. Sasa leo tumekuja kushusha beat kama ulivyosikia hapo mwanzoni. Hapa uta turn on notification. Yes. Ukisha turn on notification utakwenda kubonyeza allow. Tap. Baada ya kubonyeza allow, utaletewa mfumo mzima ama itafunguka hii wanaita BandLab kama hivi ambavyo unapata kuona. BandLab pia unaweza kuuza mziki humu ndani, nitakuja kufundisha wakati mwingine, lakini pia kwa sasa utatakiwa bonyeza ile jumlisha kubwa ambayo liko chini hapa. Baada ya kubonyeza hapo utaletewa option kama hizi hapa. Wala kuimba mziki nadhani mnajua, tulikuwa tunaenda hapo import files pamoja na voice audio. Kwa audio wala kupiga beat tulikuwa tunatumia drum machine, lakini pia kuna loop, kuna virtual vinanda, kuna sample, kuna guitar, kuna bass guitar. Hii imejipanga kiukweli. Wewe leo utakwenda kubonyeza kitu ambacho kinaitwa spreader. Sawa, spreader hichi hapa. Baada ya kubonyeza hapo utaambiwa kwamba uimport song.
import song na wanakuambia select an media file up to 15 minutes. Maana kwamba hakikisha kwamba faili lako halizidi dakika 15. Zeni baada ya hapo utabonyeza hapo kwenye jumlisha, hiyo jumlisha kubwa ambayo imezungushiwa duara. Halafu zeni sasa tutakwenda kuweka mziki ambao tunataka tukauchuje sauti kwa hivi sasa. Sasa nitakwenda kuchagua hapa mziki gani ambao utakuwa vizuri kidogo. Hapa utabonyeza tu mziki wako husika. Hilo ni tangazo, unaweza tu remove kama nilivyo remove mimi, ila kitu cha msingi hapa, zingatia kitu kimoja. Kuna track 4 na track 2. Track 2 utakwenda kutoa vocal pamoja na beat, lakini track 4 utakwenda kutoa vocal, drums, bass na vingine. Lakini pia kuna hivi vya chini, hivi vinaenda sasa kwenye kulipia, utakwenda kutoa vitu zaidi ya unavyotaka wewe, lakini itakwenda kwenye mfumo wa kufanyaje wa kulipia. Sasa wewe cha msingi utabonyeza neno split, sawa, hapa chini baada ya kuweka kwenye track 4 ama track 2, na kushauri utumie track 2. Utabonyeza hapa split. Baada ya hapo itaenda inajishekisha kama hivyo. Nadhani unaona hapo kwamba inajaa ili kuleta option ambayo itakuwa inafuata. Nisikilize kwa makini, niangalie kwa makini. Ni kitu ambacho kinahitaji uakili na umakini, kwa sababu kusave hizo biti zako itakwenda kukuchanganya kidogo, ila nadhani hautochanganyika kwa kuwa upo na mimi mwenyewe teacher Sauti ya Sifa. Bwana, kingine wakati tupo 60% hapo, umeona hapo chini kuna neno limeandikwa one free split left today. Wanakuambia kwamba kwa siku utakuwa ukipewa option 2 tu za kutengeneza nyimbo 2 kuzikata sauti 2 tu. Sijui umenielewa hapo. Na hakikisha wakati unatumia application hii una bando, inapendeza zaidi uwe na bando la kutosha. Kwa hiyo ni 2% tu. Ila kama unahitaji kutengeneza muziki zaidi, unaweza kunitafuta kupitia simu namba yangu 0757736498 kwa mafunzo zaidi. Hapa tayari imeshakuwa done, kwa hiyo utaletwa hadi hapa. Sawa, huu ni muziki ule wa Zuchu na kupenda paka nice balidi. Sasa hapa kuna upande wa vocal na kuna upande wa earth. Upande wa earth maana yake ni kwamba ni upande ambao ni wa beat. Kwa hiyo nikipunguza upande wa blue hapa, itakuwa nimepunguza beat, itakuwa imebaki sauti, yani vocal. Hata nikiplay hapa, kama mchuzi ungwe bila nyanya, ndo mimi paswazi bila yeye. Ni kweli pia napenda utani. Lakini pia kuna option ambayo ya earth. Hii ya earth itakuwa likilia beat tu, kama ukipunguza hapa. Lakini naweza nikawa naongeza zote kwa pamoja ili ujue kwamba ni kitu cha ukweli au uongo. Twende hapo. Okay. Asa ndo kama hivyo, lakini sasa ukitaka kusave ni lazima uwe umejaza hizi mistari hivi. Umeziweka angalau hata hadi hapa ili zisikolome. Alafu zeni utajiuliza sasa, mbona tujapunguza beat, yani vocal na beat hatujapunguza vipo vyote? Kwa sababu gani? Hatuwezi tukasevia hapa kwa sababu hii project hapa itatupa option ya kwenda kufanya malipo ndo beat lisevike. Kwa hiyo sisi tutakwenda kutumia njia hii hapa. Tutabonyeza hizi mistari hapa chini. Tap. Baada ya kubonyeza hiyo mistari hapo chini, watakwambia na export open track in studio. Utabonyeza hapo open in studio. Baada hapo ita export audio
na itakuhamisha kwenye mfumo, itakupeleka kwenye mfumo wa kuimbia mziki wa kawaida. Lakini vizuri kabisa ukishafika kule utakuwa muziki yako na vocal yako itakuwa imeshajigawa. Twenzetu hapa utabonyeza will using the app hapo. Alafu zeni itakwenda kusearch kama hivyo ambavyo unapata kuona we mwenyewe. Umeona? Asa hapa inamaanisha kwamba kuna beat pamoja na vocal hivi hapa, lakini vyote vimeungana vizuri kabisa. Asa ili kujua beat liko wapi, vocal iko wapi, utaswap hivi. Utaangalia mfano nikichagua nikazima hii nyekundu tuone na baki. Kwa hiyo blue ndo itakuwa ni beat, lakini hii ya juu hapa itakuwa ni vocal. Umeona? Kwa hiyo cha msingi wewe utasave kila kitu kimoja kimoja, yani kwa upande wake. Na maanisha nini? Kwa upande wake na maanisha nini? Beat tumesema kwamba ni hilo la oath ambalo ni la blue. Kwa hiyo nitalizima, nitaacha sauti tu. Swala la kupenda niko serious, na ukitaka unjue kiundani basi mtongoze nikuonyeshe kazi hapo. Alafu then nitakwenda kubonyeza kitu kama hapa paka mshale hapa juu. Tap. Baada ya kubonyeza hapo nitabonyeza neno publish, sio save, publish. Tap. Baada ya kubonyeza publish itakwenda kujisave, na hapa mimi nitakwenda kuandika maelezo ya hii save yangu ama ya kitu ambacho nataka nikisave. Taandika baridi beat. Vocal baridi vocal. Tap. Baada ya kuandika baridi vocal nitakwenda kupiga hapa tiki hapa juu. Tap. Baada ya kupiga tiki hapa tabonyeza continue tu. Tap. Baada ya kubonyeza continue itaload, halafu zeni itanirudisha pale na hapa tasema post publish tayari. Halafu zeni hiyo naweza nikaichukua tu hiyo vocal, lakini nataka nisisumbuke sana. Kwa hiyo na hii hapa beat nitaiacha na yenyewe kama hivi, lakini vocal nimeipunguza. Halafu nitakuja kwenda kubonyeza pale kwenye kale kamshale pale juu. Halafu zeni nikishabonyeza kale kamshale itabonyeza publish. Tap. Baada ya hapo na yenyewe itasave, lakini pia itanihitaji niweke maelezo kama nilivyoweka mwanzo pale. Sawa? Kwa hiyo nitabonyeza hapa tiki pia. Tap. Publish, post published. Baada hapo nitarudi tu nyuma hapa. Kwa kazi yetu itakuwa imeshaisha kwa upande huo, lakini tutakwenda kwenye upande sasa wa kusave hilo beat likae kwenye simu. Hayo ni matangazo tu ya kawaida. Hapa mimi ta continue to up hapa juu. Tap ili nirudi kwenye application yetu ya BandLab. Hapo itakwenda kusearch. Aise, ndugu mtazamaji, unaongea paka unachoka aise, lakini ndio hivyo sasa, utafanyaje? Kwa hiyo hapa utakwenda kubonyeza cancel ana time hapa chini. Tap. Tuta cancel hapo. Hii ni mada ambayo haihusiki kwa sababu pia wanakuambia hii ili kuitumia lazima uwe unalipia. Kwa hiyo hapa lazima tupa cancel tu. Alafu then tukishapa cancel tutakwenda kuchukua hapa kadude haka. Umekaona ka file, tutakabonyeza hapo chini kabisa. Ukishabonyeza zile biti zako zitakuwa zimeshafika hapa. Nazungumzia nini? Ile biti kwa kuwa ni sijasave na nini na vocal, yani sijasave na kuwekea maandishi haijaja, lakini ile baridi vocal imekuja hii hapa. Hii hapa baridi vocal kwa sababu nilisave na nikaandikia maandishi, lakini ile biti haijaja. Kwa sababu gani? Kwa sababu sikuandika maelezo yake. Kwa hiyo mimi hapa cha msingi nitakwenda kubonyeza tu haka kaka baridi vocal kwanza. Alafu zeni takabonyeza tu hivi tap, takabonyeza zeni katanileta paka katika option kama hii hapa. Halafu nitabonyeza download. Sijui umenielewa hapo. Nitabonyeza nini? Download.
Hapa patabonyeza nini? Download kwenye hii baridi vocal nitabonyeza download. Nadhani itakuwa ni utaitesti kwanza. Ndo yenyewe sasa. Kwa sababu imeandikwa baridi vocal hapa nitabonyeza audio. Baada ya kubonyeza kwa kamshale ka kusevia. Yes, baridi vocal kumbe tuliachia sauti nini beat ndo lisikike, alafu sauti tukawa tumeizima. Kwa hiyo nikajikuta nimejichanganya kama hivyo kwa sababu ya kulemaa sauti. Lakini pia ukiwa unahitaji sauti tu utabonyeza hapa kwenye hii baridi vocal. Alafu unaweza kubonyeza tu hapa kwenye hii studio hapa. Umeona hii studio? Tap. Ukishabonyeza hapo utakwenda kurudi kwenye ile studio ambayo tuliingia pale mwanzoni. Alafu zeni tangazo utaliskip haraka. Umeona? Hapa kumbe niliachia beat. Nadhani umeona beat ni ile la chini ambayo limeandikwa alafu vocal ni huku ya juu. Okay, play hapa ni beat. Umeona? Kwa hiyo ndo maana nilijichanganya hivyo. Kwa hiyo cha msingi unasogeza hii afu unabonyeza kama tulivyobonyeza kusave hilo beat. Bwana, natumaini kwamba umejifunza jinsi gani unaweza ukatumia BandLab kiurahisi kabisa. Japokuwa kuna process ndefu, kama utakuwa hujaelewa vizuri unaweza ukanicheki kupitia namba za simu 0757736498 kwa maelekezo zaidi. So unaweza kunitumia SMS tu ya kawaida ama ukanipigia simu, lakini pia unaweza kunicheki kupitia WhatsApp. Namba yangu ndo hii ambayo unaiona hapa. Bwana, ni process ndefu ila ni kitu kizuri sana. Kwa maelekezo mengine kuhusiana na BandLab na application nyingine na system zingine nyingi ambazo zinakusumbua kwenye simu yako ambazo niliwahi kuzifundisha ama sijawahi kuzifundisha, hakikisha unanicheki kwenye namba ya simu. Tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe kama bado hujasubscribe ili kwa wa kwanza kupata video. Niko nje leo ndio maana unasikia sauti fulani hivi. Bye.